Wakati anajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kutokea kunako klabu ya Singida Black Stars, Clatous Chota Chama, maneno mengi alisemwa pengine asiwe bora kama watu wengi wanavyomfahamu kunako kikosi hicho, lakini imekuwa ndivyo sivyo kwa Chama ambaye ameonekana kuwa msaada mkubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya mwalimu Steve Barker, ambao kwa mechi 3 mfululizo amekuwa yeye ndiye man of the match, kwa maana mchezaji bora wa mchezo. Naitwa Leopold John, niko hapa na Shabel Daniel, tunaenda kuangazia performance ya Chama ama ubora wa Chama kwenye game 3 mfululizo za Simba zilizopita. Shabel, Chama ni yule ama ni uzoefu wa ligi kuu ya NBC Premier League unamfanya aweze kuonekana bora kwa msimu huu? Wanasema class ni permanent. Form ndo inakuwa temporary. Class ya Chama iko pale pale, miaka nenda rudi ambayo amekuwa nayo katika ligi yetu tangu amekuja nchini mwaka 2018 kitokea kwa Zambia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ame-maintain daraja lake la ubora na limekuwa likiishi naye kwa miaka zaidi ya karibu miaka 10 zaidi ambayo amedumu katika soka la Tanzania. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kiwango chake, mchango wake, impact ambayo amekuwa akiitoa akiwa Simba, baadaye Yanga, amerudi tena Simba, Singida, imekuwa ni katika standard zile. Kwa hiyo siwezi kushangaa hichi ambacho amekuwa akifanya katika klabu ya Simba katika mechi za hivi karibuni. Sawa, game 3 mfululizo kuwa man of the match, kwa maana nyota wa mchezo dhidi ya Young Africans man of the match, dhidi ya JKT man of the match, jana pia dhidi ya Prisons man of the match. Pengine tuseme wazi kwamba X factor wa Simba kwa kipindi hiki ni Chama ama ni ile individual brilliant ndio imekuwa silaha kwa upande wa Chama? Amekuwa ni extra factors kwenye matokeo ya Simba katika mechi hizo 3 kwa sababu kwenye mechi 3 kipima level ya performance yake, mechi 3 amefunga magoli 3, ameassist magoli 2. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni mchango gani ambao amekuwa nao katika mechi hizi za hivi karibuni. Yani amehusika kwenye magoli 5 katika mechi 3 za mwisho ambazo amechezea Simba. Yanga na Simba alifunga goli na kuassist. Mechi ya JKT akafunga goli. Mechi ya Prison amefunga na kuassist. Huyu ndo Chama minamba, Chama mpira mzuri ambaye always ndo unaweza kuwa unamdefine kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni kiungo bora na amestahili kuwa mchezaji bora katika michezo hii 3 hivi karibuni ambayo ametumikia Simba. Sawa, tuje tuangazie ni ubora wa mwalimu Steve Barker kumfahamu Chama the way ambavyo amekuwa anacheza, ama ndiye ile Chama anatumia uzoefu wake katika kuisaidia Simba kwa kipindi hiki ambacho ameonekana kuwa msaada wa moja kwa moja. Wakati mwingine unajua ukiwa na mchezaji kama Chama kwenye kikosi chako, yani huhitaji kumfundisha vingi, huhitaji kumpa maelekezo mengi. Ni mchezaji mzoefu, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana ambaye kuna muda hao ndio wale wachezaji ambao ni zaidi ya mbinu za mwalimu. Yani katika namna ambao mbinu za mwalimu hazifanyi kazi, ni mchezaji ambaye mwalimu unaweza kumuita kwamba Chama, mimi nimeishiwa maarifa, fanya kitu kwa ajili ya timu, na anafanya, na mwisho wa siku timu inapata matokeo. Amekuwa ni mchezaji wa moment nyingi sana za ubora kwa miaka hivi karibuni akiwa na kikosi cha Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anawasaidia sana tangu amejiunga na Simba. Amekuja kurahisisha vitu vingi sana, playmaking, creativity, ubunifu, lakini pia namna ambavyo ana-connect team kwenye midfield, kwenye eneo la ushambuliaji ni kitu ambacho Simba alikikosa kwa msimu mmoja ambao aliondoka akaenda Young Africans. Kwa hiyo amerejea like never left. Kwa hiyo pongezi kwake na pongezi kwa yote ambaye kiongozi ambaye alipendekeza urejeo wake, kwa sababu matunda yake ndio haya ambayo tunayaona. Sawa, wachambuzi wengi ama waandishi walio wengi walizungumza Chama kwamba atasaidia Simba kwenye zile mechi ambazo Simba ndio atakuwa first team, lakini sio zile game ambazo Simba anaingia kama second team. Kwenye hilo Chama tumemshuhudia kama watu wengi walivyokuwa wanazungumza kwa kumwangalia tangia ameingia dirisha dogo akiwa na Simba Sports Club.
mchango wake umeonekana, sio katika mechi za ndogo, hata mechi kubwa zile ambazo unahitaji kumuona akicheza anakusaidia timu. Umeona dhidi ya Yanga watu walikuwa wanasema kwamba hawezi kusaidia timu. Champions League ameingia mwishoni tayari timu kidogo imeyumba, tayari mwelekeo umeshapotea, lakini impact ilionekana. Kwa mfano kwenye mechi ya Petro away alikuwa na kiwango kizuri, timu ikapata matokeo ya goli 1-1 kule. Mechi ya Esperance ya nyumbani sare ya goli 2-2 alicheza vizuri pia. Mechi kubwa hizi Simba Azam alikuwa katika kiwango kizuri, kwa hiyo ameisaidia pia timu kuipa kombe kwenye muungano akiwa na kiwango kizuri pia. Angalia kwenye ligi amekuwa pia na mchango mkubwa sana kwenye namba hizi magoli na assist. Kwa hiyo amekuja kutatua tatizo ambalo lilikuwa linaisumbua Simba kukosa aina mchezaji kama yeye kwenye namna ya ubunifu kwenye kikosi cha Simba mara baada ya kutokuwepo kwa msimu mmoja ambao alitimkia Yanga. Sawa, tutegemee Chama msimu unaofuata atakuwa bora zaidi ya hapa ambako ameonyesha katikati mwa msimu akiingia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Chama ni bora siku zote. Yaani Chama ni bora. Yaani hicho ambacho anakitoa hatozidi sana wala hakitopungua sana. Ni standard ile. Yaani ni standard ya kiwango chake cha kawaida. Yaani Chama hata mechi moja akitoa assist 3-4 uwezo ukasema eti Chama leo ameperform katika kiwango, hapana, ile ndio daraja lake. Yaani ibidi Chama tumzoee tu. Yaani Chama alikumbuka kwa MVP back to back zaidi 20. Yaani ni kiwango ambacho watu ni cha kawaida. Yaani Chama sio aina wale wachezaji ambao anaweza akapotea afu akaja kuwa akasema Chama amerudi bana, hapana. Chama ni yule. Yaani ni basi tu unashangaa kwa nini watu wamekuwa kama vile hawajazoea ile daraja la ubora wake, akifunga kiasisi. Ndio Chama huyu ambaye ameitengeneza hiyo standard. Yaani sio story Chama kufunga, sio story Chama kuassist magoli, sio story Chama kufaint, kupiga watu chenga, kuwagaragaza na vitu kama hivi, wala sio story. Yaani huyo ndo Clatous Chama. Lakini mijadala sasa hivi ni labda uzuri tu wa magoli yake, uzuri wa assist zake, ndio kitu ambacho kinazua mjadala. Lakini mimi mtu akishangaa Chama kufunga, mtu akishangaa Chama ku assist, inawezekana labda huyo ni mgeni katika soka la Tanzania na mtu ambaye labda hajamfuatilia Chama tangu mwaka 2018 amekuja Tanzania. Sawa, tumalize na hili Shabeli. Chama tunafahamu ni kama vile kwenye national team ya Zambia Chipolopolo ameshaanza kusahaulika. Kwenye hili Simba hawatajivunia kuwa na yule mchezaji ambaye ni national team players, national team material. Kwenye hilo tunazungumziaje hapo? Nafikiri ni Simba ndo ananufaika nayo, sababu Chama kwa umri wake kwa wachezaji wengine huwa ndo tayari anaamua kustick tu na majukumu ya club, anaachana na masuala ya timu ya taifa. Ameshaitumikia Zambia katika nyakati nzuri tu, hana tena ule mzuko kwamba acheze kwa ajili ya timu ya taifa, hapana, ameshatumika kwenye mashindano mbalimbali makubwa. Sasa hivi nadhani hata yeye mwenyewe anahitaji mwili wake, uhitaji mechi nyingi sana, anahitaji muda zaidi wa kurecover na kufocus na majukumu ya club kuliko huku kwenye timu ya taifa. Lakini ni hona kuwa unaitwa timu ya taifa, kwenda kuitumikia taifa lako ni heshima kwake, na hata ikitokea kwake yeye hawezi kukataa. Lakini hata asipoitwa anaofaidika sana ni klabu yake ambao sasa hivi ni Simba, kwa sababu ule muda ambao wachezaji wanakuwa nje kwenye timu ya taifa, yeye kwa umri wake anautumia ule muda kurecover na kupumzika ili kuregain nishati ambayo anaitumia katika klabu yake ya Simba. Sawa, hayo ni kuhusiana na mwamba wa Lusaka Triple C Clatous Chota Chama ambaye amekuwa na kiwango bora kwa mechi za hivi karibuni akiwa na kikosi cha Simba Sport Club ambako ameibuka kuwa man of the match kwenye michezo 3 mfululizo. Ni kiwango ambacho hakina kifani kwa mwamba Lusaka na ubora wake, lakini pia compared na sajili ambao Simba walifanya lishadogo kumrejesha kwenye kikosi hiko cha mabingwa hao wa kombe la muungano msimu huu wa mwaka 2026. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anwari TV.